yeye ataenda wapi? Tukayamaliza. Kidogo tu tumekaa, naenda huku nashuhudia msimu wa Mungu, nashuhudia huku na huku. Kweli kanisa letu pale mjini limeanza linaongezeka. Watu wanakaa na korona kija anaongezea, hawatoki sasa. Kwa sababu Bwana alisema nitakutumia. Sasa kanisa lilipoongezeka na ni kubwa, mashabiki wakawemo mondani. Mzee mmoja alipokuja pale napokaa, nimerudi mjini sasa, nakaa kule mjini kwenye jengo letu lilikuwa kule majengo kule. Akaona natandika pa kulala watoto na kitanda changu akina godoro. Mzee wa kanisa hilo niliyokuja akaenda kaninunulia tandiko na futi 3 lile, akaniletea na chemuli, itaa ya chemuli. Mshirika mmoja kaona, akaenda kamwambia yule mzee kwamba sasa na yule naye anakula mafungu ya 10, mbona nimemwona fulani amepeleka tandiko na chemuli? Alinihubiri siku hiyo, nilishindwa hata kukaa. Kwamba wengine wanasema tumeitwa, kumbe wanakuja kutekenya mchungaji, wataona tu ni nani sasa. Kumbe ni wahubiriwa mimi. Sasa imeenda bwana mdogo Lazaro, wakakosana kule na Kolora makamu wake. Kolora anasema inaenda kuhubiri Kinondoni, Lazaro anasema walinitukana usiende. Kolora anasema Mungu ameniambia niende kule baba, nitawatengeneza. Akasema uwezi, kienda na kufukuza uongozi. Historia ndefu hii, sijui kama utaweza. Haya, Kolora kwa sababu anamuomba Mungu akaenda kule Kinondoni, na ni kweli wale vijana waliomchora Lazaro kama nyoka walitubu sana. Hata hivyo Lazaro hakukubali, akaitisha kikao. Mimi namfukuza Kolora kwa sababu ana adabu. Mimi nilimwambia asiende kule yeye anakwenda. Mimi peke yangu nikasema, nasikasema mtu akisema huwezi kumfukuza huyu, ni mtu wa watu. Ni kumuonya ambacho tuitie tumuonye, lakini kumfukuza pana. Akasema mimi ni askofu, siwezi kusikiliza maneno ya mtu, mimi namfukuza tu. Ameharibu, kwani anaenda Kinondoni kule ambako mimi walinitokana wale vijana. Tukasema mbona tunasikia wale vijana wametubu, wengine wamekufuata, umewakataa wewe mwenyewe? Akasema namfukuza. Hapo ndipo vita ilipoanzia bwana mdogo. Na hiyo nai ikaitishwa kikao Iringa. Mimi nikazunguka na wenzangu kuma amewaita, msimwambie huyo. Mtu mmoja akaniambia kwamba kikao kiko Iringa cha kumfukuza mzee Kolora. Akaandika barua huyu mtu hapa, anamwandikia Lazaro kule. Ndio ili nipeleka pale Iringa. Ile barua badala ya kwenda kwa Lazaro ikaja kwangu. Anamwambia hivi, wewe Lazaro usipomuondoa Mwaisabila hapa, hata Masaro asitolewe pale Temeke. Barua inakuja kwangu. Nikaipata. Tunasoma na kijana wangu, unaona? Ndio maana naenda Iringa. Tulipoenda Iringa, Mungu alinipa ujasiri mkubwa sana pale. Na wangekuwa wanajua wangeacha kabisa. Niliposimama nikasema mimi nimekuja hapa kwenye kikao, nimekuja kwa nauli yangu. Lakini nasema hivi, huwezi kuwa mwenyekiti Lazaro na Kabeta kwa sababu mnanifukuza mimi. Tunakufukuza? Mnanifukuza? Mtakuwa wenye viti wa nini hapo? Mmoja akasema wewe una hakika? Nina hakika. Nini barua hii hapa? Soma. Ndio mzee Kabeta ameandika, wewe Lazaro usipomuondoa Mwaisabila hapa, hata Masaro kule unasema aondolewe, akuja kupokea stendi, asiondolewe. Adui yangu akitolewa hapa, na Masaro atolewe. Mimi naitwa adui. Mtu mmoja anaitwa Kimalo, yule Mchaga alisimama wima, alisimama alisema pole ndugu Mwaisabila. Hii hapa. Kikao kikavunjika. Akasema sasa naahirisha kikao, twendeni Kinondoni kule. Tukafikiri labda ndio tunataka kutengeneza kule Jukoswai. Haya, wakati marehemu Kasura yuko hapo na mimi akatuma nauli ya Lazaro, wakatoka panda gari yao. Walipofika Igawa, marehemu Nikodemo akauliza, Mwaisabila yuko wapi mwenzetu? Kwa nini huyo? Akasema basi tumeshinda. Kama huyo hatukumuita, tumeshinda. Tukaenda Kinondoni bwana mdogo. Alafu nije kwenye kiini cha kanisa langu sasa. Tukaenda Kinondoni, tulikuwa watu 7.
wao walikuwa 39. Kuleta pendekezo la kujadili wanaotaka Kolola endelee ni watu wangapi, na wanaosema Kolola afukuzwe asifukuzwe watu wangapi. Watu 39 wanasema fukuzwe, watu 7. Nikasimama mimi baada ya watu 7. Sasa tena mwasema na Biblia inasema neno la Mungu inakatalizwa na nini? Neno la Mungu kura inakataliwa na sivyo nini? Nikasema lakini kura hiyo 7 ndio namba ya Mungu. Hata mfanye hivyo, hiyo ni namba ya Mungu. Unasumbuka tu. Haya, tumeshindwa. Wakayula, Mulumbe, nani mwingine kwa sababu tukasema, mimi nikasema mimi moyo wangu haukubali kwamba tumeshindwa. Hayo mambo ni magumu sana. Vita tu, mtu anahubiri mtoto wako mafungu ya 10 unakula mwenyewe alafu unamfukuza. Basi mwana mdogo mwandishi, baada ya hapo tukarudi nyumbani. Wao wakaelekea Temeke. Kule Temeke wale watu wa Temeke waitaka si wamfanye nini? Na yule mzungu aliyekuja naye alikimbia. Maana wao wanataka kuwapiga. Hai, baadaye wakaona dawa huyu Kolola aitwe Arusha. Alikuwa anahubiri Iringa. Sasa wana mdogo nimekaa pale Mwanjera pale kanisani kwangu. Naona kijana mmoja yule Mwanzozo mchungaji Mwanzozo kafubika kwa kawaida. Kanacheka kamefurahi, kananiletea telegram. Anasema baba, unajua Kolola anafukuza. Kolola gani? Mbona mimi makamu wa kandu kungoda hawajaniambia? Anasema na kwa hii hapa. Telegram ya kumwambia Kameta ujiandae tunamfukuza. Kweli nikaona moyo wangu tofuile. Yaani tumekufa sasa. Nikamtafuta, alikuwa anahubiri hapa Iringa hapa. Nikaenda kwa mzee Ndimbo marehemu sasa. Mzee Ndimbo, naomba unisaidie. Wewe ulikuwa mshirika wa Mulumbe pale. Unaijua namba yake? Akasema Nikasema naomba unipigie, nataka kuongea naye. Akasema labda ni mambo yako Kolola. Nasema asema Mwaisa bila tumeongea usiku kucha na mimi nakataa. Ilikuwa wewe na wewe ukikataa kumpokea Kolola nampeleka Moravian au Waruteli wa Rwanda. Kwa kumekuja mwenyewe. Wewe nimefurahi sana. Ndio tukapiga simu tukampata kama saa hizi. Anasema nani wewe unaniita? Anasema ni mimi Ndimbo. Habari gani mzee? Anasema lakini siko peke yangu na mmoja. Wanataka kuniua. Anasema msikilize lakini. Nikasema ndugu yangu, kama ningetaka kuua Kolola mimi nisingekuja huko. Mimi nasema nasikia tunaenda kufukuzwa Arusha. Anasema sina wewe. Nikasema mimi nikombea sio mmoja wao. Sasa nimekufuata, ukifukuzwa Arusha ndio nimeanza hapo. Ukifukuzwa Arusha njoo Mwanjera. Akasema watakuwa, nikasema nife pamoja na wewe. Nina watu 7 ndugu yangu. Sina watu wengi. Kila kanisa jipya tu. Nimejengwa na mzungu mmoja. Unasema kweli? Nikasema nasema kweli. Ila labda wewe unikatae. Mimi niko tayari kufa pamoja na wewe. Hivi nimewaambia washirika waende kununua makuni, wengine waende kukoa mahindi. Mkutano unaandaliwa vizuri kweli. Unasema? Nikasema Asema nimefurahi sana ndugu yangu. Nitaka kukemea kumuna. Lakini nikasema sasa kama umenikubali nampigia Masala. Nikampigia Masala. Masala, naomba muite mama Kolola kule Mwanza aje kwa ndege, nitalipa mimi. Kwa sababu akitoka Kolola Arusha atalemkia hapo kwa wakati ya tiketi ya kuja huko, nimeandaa mkutano. Masala alishangilia. Maana ilikuwa Kolola aende Ujerumani. Alikata tamaa kabisa kwamba basi niondoke. Wewe Masala, nikasema ndio. Asema tiketi yako soka Mwanza mpaka kwako huko nalipa mwenyewe, labda wewe warudishe wakija. Naona basi baadaye nikatangaza sasa. Nikathibitisha umefika Arusha. Nimefika jana asubuhi. Kikao cha jioni nikasema uwaambie huko ndani mnapoongea, mwisho waambie, lakini mimi sirudi Mwanza na nenda Mbeya. Usije kwa wizi. Kwa hiyo mwanangu mwandishi wa habari kweli mzee Kolola akafukuzwa pale tusikuone, akawaambia naenda kwa mchungaji Mwaisa
Mtu mmoja sitaki kumtaja jina lake, akasema yule mimi na yeye ni pete na kidole, hauwezi. Akasema naenda. Nilipoipata telegramu ya pili kuja kwangu, nikamwambia yule mwandishi, wewe kijana Mwagiza, urudie kuandika hiyo kitu. Mkono wako utakaa hapo hapo mpaka Kolo atamaliza mkutano, ndio mkono utatoka hapo. Hawakurudi. Naona tumeenda mwana mdogo, tumeenda mzee amefika sasa. Mkutano huo, hakuna aliyejua hicho. Ulikuwa mkutano mkubwa kweli. Nikaona ndege cha Baptisti chekundu hiki, nikasema hii ndege ina kitu hii. Ilikuja waniku. Kateremka hapo, wakamchukua Lazaro wakaenda naye mjini. Akamwambia yule RPC wake kwamba ukinisaidia kufuruga ule mkutano, mimi nitakupa kitu. Akasema hii ni ndogo tu. Lakini siwaui, naenda kupiga mabomu ya machozi, watatoka. Unacheza na Mungu wangu. Kweli wamekuja pale kwenye mkutano kubwa, wamesimama upande ule na upande huu. Amewaeleza kwamba atakaposimama tu piga bomu watawanyike watu. Haya, ameimbisha mtema kiteka, mimi naenda kumchukua mzee. Akasema atakaposema ndio mkapigaga hayo mabomu. Utashindana na Mungu. Sasa amefika tu, mimi mwenyewe nawaambia sasa, na waletea mtumishi wa Mungu Moses Kolola. Amesimama tu, nyuki walikotoka mwanangu. Mwogopeni Mungu. Nyuki hawa mnaokula asali yao. Walikotoka mimi sikujua. Kanisa wote hatukujua. Silianza kuwauma wale maaskari. Katikati ya mkutano, watu wanawaona hawa nini hawa? Sikawa fukuza. Mkutano unaendelea. Sasa kulikuwa askari mmoja, alikuwa rafiki yangu. Alikuwa ya saa 11 kuna kucha, anasema Mwesabi, Mungu yuko hapa. Wale maaskari waliotumwa huko na kiongozi wamelazwa hospitali. Wanatolewa vile vidudu vile, wamevimba kweli. Na wamesema, sasa tunakuambia RPC, tukiona mtu mmoja anakuja kwako wakamtaja jina, tutampiga risasi mbele yako. Kwa sababu kwa nini nyuki walikuwa wanatuma wenyewe? Nikaamuka nikamwambia Kolola, akasema usiogope, Mungu amekuletea jeshi ambalo hatulione na macho. Akampigia simu yule alikuwa anaitwa Mtundu. Uje, akasema kweli hata mimi kuja hapa natetemeka. Nyuki kwa nini walikuwa nauma askari wetu tu? Kwa nini nyinyi hamkumwa? Basi toka hapo bwana, vita ya kunifuata ikanyamaza. Unanisikia? Haya. Tumeenda na salama mahakamani kule ya kumshtaki mtu. Yule hakimu akasema mahakama kuu ya Dar es Salaam, sisi tuko huko nje na wao wako pande huko. Akasema mimi nasema hivi, jambo hili hatutalimaliza sisi. Watakaolimaliza ni Lazaro na Kolola. Kolola waite wanaomfuata, Lazaro waite kama wanavyosema sasa hivi hao huko. Awaite wale wanaomfuata na Lazaro waite wa kwake, mpatane wenyewe. Kama kuna mtu aliweka mawakili, alipe mwenyewe kwa mawakili, asihusishe huyu. Kama tunatoka mlangoni mongo wa watu, wameshindwa. Wanani? Na sisi tunasema hatujashindwa. Tumesema tupatane. Kwa hiyo ilipokataa, baadaye mtu mmoja akamwendea Rais Mwinyi huyu, pamoja na Sokoine wakati huo. Akawaambia jamani, wapeni namba ya hawa watu. Tumeshindwa, maana Kolola alikuwa amekamatwa kule Mwanza mpaka ameenda na kilema, sijui kama mnajua hicho. Kolola amekamatwa kule Mwanza, RPC wa pale amempiga kweli. Amemtoa nguo uchi akatembea. Alafu alimpiga kumbe amepiga nyongo hii hapa. Kolola. Sasa tukaenda mimi mwenyewe na wenzangu tukaenda pale Dar es Salaam. Tulitaka tuende wote Ikulu kwa Mwinyi, wakatuzuia wengine wenye jasifa. Tukachagua watu wenye busara ya Mungu. Wakamwambia hivi Mwinyi, mtu wetu akivia gereza la Mtimba ndio utajua vita ya kidini ubaya ilivyo. Akivia Mtimba yule mtu. Mimi niko Temeke pale nasubiri. Mwinyi akapiga simu mara moja kule. Huyo Kolola huyo atoke huko, arudi nyumbani kwake.
Na sisi tukasema hatutaamini, akitoka mpaka mpakieni kwa ndege afike Dar es Salaam huko, tutamrudisha wenyewe. Hatutaamini, labda mmeua. Naona kweli akatoka, wakampeleka Bugando hospitali, watu wamelia kweli. Na akasema sikai hapa, naenda Dar es Salaam mara moja. Ndio tukaja kumpokea, tukalia hapo kilio kikubwa kweli. Sasa ndio tukaanzaga tunahubiri hivi, hatujatoa jina. Akaja pale Manjerwa, kahubiri mara ya kwanza, kaenda. Mara ya pili akasema sasa jamani, nimeona kanisa letu tusiumbe yumbe, tuwe na jina. Hapo Manjerwa akasema sasa kanisa hili litaitwa EAGT, maana makutaniko ya watu. Ndio mwanzo. Kwa hiyo kanisa la EAGT mwanangu limeanzia Manjerwa. Mwanzilishi wa kanisa hilo Moses Korwa na wachungaji wakina Mwamwenda ni marehemu sasa wao, wakina Sajiwe, watu wengi tu wachungaji. Sasa ndio vita yetu kaanza. Lakini tulipomaliza TAG wakaenda vizuri, hawakutusumbua. Na sisi tunaenda vizuri. Tunasalimiana, tunaitana. Sasa hii tulionayo hii ndio na mimi naishangaa. Haba mzee, sasa twende kwenye key point. Moses Kuola, twende sasa pale alipougua. Moses Kuola aliugua mwaka gani labda? Tangu alitoka gerezani. Tangu alipokamatwa na kutoka pale Butimba, sijui kwa mwaka gani, kama nimesema. Sasa labda ni sawa kidogo. Alipotoka Butimba amehubiri. Akaanza kupata shida ya ule mkumbi huku ndani, nyongo yake imepasuka. Haya, tukampeleka hospitali. Tulitaka tumpeleke hospitali Ujerumani, wakamtengeneze kitu gani huko. Sasa wale wa Ujerumani wakasema hospitali yetu iko kule ndani kule, wanataka nini kule, yule daktari wa kule atakuja huko. Na ndio tukampeleka huko. Naona tu alipofika kule amempima, akaona kule ndani mifupa umeachana. Anapohubiri anatembea unasagika. Niko kule mimi, sisemi kitu ambacho siko. Akasema lakini nitakitengeneza. Lakini nitamweka chuma mpaka kufa kitakuwa mwilini. Hakitatolewa kwa sababu ile nyama ya huku imelika, hatuwezi kuyunga. Lakini ile nani pale ambapo mvunjika tutaweka chuma cha huku kama teki. Tuko pale, tuko mimi, tuko Mwafongo yule mdogo wangu wa Dar es Salaam. Na baadaye akaja Mwisarubi, lakini Mwisarubi akakuta amepasuliwa. Sasa yule daktari aliponiona muda mrefu pale akaniita mimi. Akasema sasa ndugu yenu angechelewa angekuwa kilema moja kwa moja. Lakini hata hivi mguu huu utakuwa unamsumbua lakini anahubiri tu. Alitoa nyama ilikuwa hivi hapa. Akasema hii ndio ilikuwa na hali. Kwa hiyo tukakaa siku mbili pale. Nikasema mzee sasa niende. Akasema na mimi na daktari akasema wewe nenda tu na yeye atatoka kesho. Sasa alipotoka pale ndiye akaenda kuhubiri hivyo na kimuguu chake mpaka amekufa nacho. Na tumempeleka kule nani wapi kule mnasema kule wanasema mimi ndio nikakata mtu amechoka sasa mwache. Kama umeshindwa hapa hospitali za kwetu hapa unafikiri twende kule, wakasema urudi. Alipotoka kule tukaenda kumpokea uwanja wa ndege. Mimi nikashangaa miguu iko hivi miviba kweli. Hata hivyo alikuwa anasema vizuri tu. Sasa kaenda kwa mtoto wake kule kunaita nini kule, na sisi wote wachungaji tukaenda tukamsindikiza kule. Sasa nikaona wenzangu wanasema sisi tunaenda. Nikasema mimi siwezi kwenda hali hiyo. Nikashinda, nikamwambia leo hamna kadi bali tiketi ya ndege. Wakasema ongeze pesa, nikaongeza. Wenzangu wote wakarudi. Sasa siku ya 3 nimeenda kule. Ndio anamwambia mke wake, hebu nenda nje kidogo na maneno na huyo. Kwa hiyo tumekaa pale ndani, akasema ndugu yangu mimi naenda Mwanza. Akasema umefika wakati sasa naenda kupumzika na kuacha kazi hapa, lakini watakusumbua kweli. Kawataja majina yao na watakusumbua, utapata tabu kama hii unayoiona nilionayo sasa. Niliambiwa na marehemu. Nikasema eti baba, akasema akanitajia tu watu wenyewe kwamba huyu na huyu watakusumbua kweli.
Ninaposumbuliwa sasa sina shida, nasema kwa sababu ni mwandishi, wasome na wao wayaone hayo kwamba ala, kumbe mwenzetu alishaambiwa. Na akaniambia kule kwa mtoto wake huyo mpiga picha, si mnasema wili kwa wili. Na aliniambia kabisa kwamba utasumbuliwa kweli, lakini mwenzako narudi nyumbani. Akasema isipokuwa nikwambie rudi Mbeya na mimi kesho narudi Mwanza. Nikasita, akasema sasa tutakwenda wote Mwanza. Mimi naenda Mwanza, kumsi anaenda kwao. Alipofika kule kwao wana mdogo, wala hakuongea kitu. Mama akasema basi arudi na salama kule hospitali. Niko nyumbani, naambia Kulola kule Mwanza yakamerudi Dar es Salaam tena. Wakati na gari yangu ndogo niliondoka usiku. Nikaenda, wamempangia pale panaitwa nini pale? Sijui pale katikati. Nikaenda, ananisalimia na angalia kule. Nikagundua huyu amekwenda kweli. Wewe mzee vipi? Sema umerudi tena? Nikasema nimerudi. Nimemwambia mbona na wewe umerudi hapa Dar es Salaam? Basi hapa Dar es Salaam ndio kwetu. Akacheka. Sasa akaniambia neno moja kubwa. Sema tutaonana kwa Mungu wetu. Mke wake anasikia hapo. Sema ndugu Mwaisabili, tutakuja kuonana kwa Mungu wetu akirudi. Sasa mwenzako nimemaliza safari, ila naenda Mwanza kesho. Na wewe panda gari nenda kweli. Wana mdogo, nafika Ilula Iringa, napigiwa na kwa Mwanza, mchungaji Mwaisabili uko wapi? Nikaanza sasa napita Ilula, sema geuza gari. Kuna nini? Amefariki. No. Haya. Sitarudi hapa, sina hela ya kurudi hapa mafuta kutoka Ilula nifika mpaka nitafika nyumbani usiku unageuka. Kweli nikafika hapa asubuhi. Mchana kidogo nikawaita wazee, Kulola amefariki. Narudi leo kwenda kutengeneza njia ya kurudisha maiti kwenda Mwanza. Nafika, niingia kwenye kigari changu, kilikuwa kigumu kweli kile kigari. Weka mafuta, nakimbia, nikafika pale Dar es Salaam saa 6 mchana. Niko na watu wanatoa njia. Kaenda, Mwalimu yuko wapi? Asema yuko hospitali. Na tunaenda kumchukua, tunamwaga leo uwanja ule pale ng'ambo ule. Uwezi kwenda kule, ngoja tunamleta. Ifika hapo, tuna mimi na Makisyana na mke wangu na Debora na Ritiko, maana wao ndio na kigari kile na Maitenga. Napokea habari kwamba ndugu Kakobe ametoa ndege peke yake ya kumpeleka mzee Kulola Mwanza. Kweli yuko wapi? Hapatikanaje yule mtu. Nikashukuru mbele za watu. Sasa nikaona watu wote pale wanatawanyika wanaenda nyumbani kwao. Wamenitengenezea nilale guest, nikasema nilale guest. Ninalala huko kanisani. Nimekosea. Sasa tunaenda. Ndio naona Mwakipresile na wao wananiita. Wewe na Makisyana mtakwenda kwa gari. Mimi na mke wangu na wake zao wawili kwenye ndege. Wewe na mke wako Makisyana nikataa sana. Mnamweka Mwaisabili nyuma. Atakayempokea kule Kulola nani? Tukifika uwanja wa ndege. Mimi sikubali. Najua mimi sio mbishi. Kumbe Rwahabura ananisikia. Nimemwita Bitiko, weka mafuta mpaka Mwanza. Tutaweka Dodoma, tutaweka kule tutafika Mwanza. Wewe mzee. Sasa nitafanyaje? Nikataa wenzangu kwenye ndege. Rwahabura alitafuta watu wawili. Wakaenda mara moja bila kuniambia kukata tiketi kule. Niondoke saa 7 ili ndege ya saa 7. Ilibaki hii moja. Naona Rwahabura mzee tu. Twende wapi? Twende na ndege. Kwenye gari. Sasa waliposikia nimeenda
Kwanza nikaona hapa ndio niwakomoe kabisa. Nikasimamisha, nikasema mimi ndio askofu kama huyu mzee ameaga, sasa arudi hospitali. Kule waja wa ndege kuna chumba pale. Arudi kule, sio hapa tena. Mbona watu hawajaga? Nikasema mimi nimesema. Watu wakaniunga mkono wewe. Sasa kwa nini? Kwa hiyo mimi ulipotoka mtu ameenda na ndege. Waisa wakisema sema nimewaambia nyie vijana wewe wao na makipesi mna kiburi kweli. Si ndio ile nafasi ambayo ilikuwa ya mke wake makipesi ndio akaingia mama. Na Debora akaingia humo kwenye ndege hiyo. Basi ndio tukaenda wanamdo. Sasa nitaka kujua yeye jitimi asaje. Tukaenda, tukafika Mwanza, nikafika Mwanza wakanipokea waliowatumia habari, wakasema uende moja kwa moja kanisani. Nikaenda kukuta ubishi mkubwa. Wanasema mama amesema tuchimbage mlangoni hapa. Ametupiga msichimbe mahali popote mlangoni. Mtachimba mlangoni mwa kanisa, tutakuwa tunaingilia wapi? Na Kikwete nakuja hapa nimesikia. Atasimama wapi? Wewe mshauri unataka wapi? Pale uwanja huu. Hapo juu hapa. Wakasema na chimbaga. Niko pale. Wakachimba wale watoto kabisa, ile kaburi likaenda kama mashine, mawe wanatoa. Jenga haraka. Sasa unakuja mwili wake kesho yake amefika mtu kule. Lazima wewe mama umechanganya kule watu. Uende ukatengeneze mwenyewe. Bila maisha kabila mambo yameharibika. Bwana mdogo tumemwaga baba yule kwenye uwanja wa nini kule. Tumekuja tumemlaza kanisani siku hiyo. Kesho yake ndio azikwe. Kitu kilichotendeka pale ni kiajabu. Niliachwa mimi na Maxia. Watu wakanda wote tumesika tumemaliza wakaondoka. Nikamwambia Maxia umeona? Hata watu wengi walishangaa. Basi tumerudi. Mwenzetu nikamwagiza aitishe mkutano. Katibu mkuu Makipesile kaitisha mkutano. Na Mfuko akaitisha mkutano pia kawepo. Nikasema kule Mwanza tulichokipata ni aibu kubwa sana. Unaona meliwa kama mtoto. Kama mtu sio kiongozi. Viongozi wote wakanda kweli umetoka saa hiyo. Hata mkumfikisha mama nyumbani kwake. Haya yakaisha. Tumekaa kidogo, Mfuko anasema kanisa haliwezi kuenda bila kiongozi. Sasa huyu baba huyu ambaye alikuwa makamu wake, yeye ndiye atakuwa askofu wetu mkuu. Yaani mimi sasa. Haya. Sawa. Anainuka mtu mmoja sitaki kutaja jina lake, akasema hawezi kufanya peke yake. Lazima tumteulie mwingine. Nikasema mimi sikuitisha uchaguzi. Wachungaji wako wapi? Uchaguzi wa kumchagua mtu mnachagua watu 10. Hiyo siwezi. Mnaposema hawezi ni wakanda wanafanya kazi gani? Ndio nitafanya nao kazi. Ikapita bwana. Mwisho sikanda kelele sijui hajui Kiingereza huyu, sijui tufanyeje, ikanoga hiyo. Wanataka kuitisha mkutano katikati ya miaka, Mfuko akakataa. Mimi nikaongoza EGT miaka 2 bila kelele. Vikao vyangu kama za hizi namaliza, watu wanatawanyika wanaenda kwao. Sasa tulipochaguliwa, tulipoitisha uchaguzi mkuu, mimi nikawaambia jamani, mimi sitaki kelele kwa sababu mimi ni mzee, sasa Mungu amenipa vijana. Ngoja tuchague vijana ndio washike hiyo kazi. Mimi hapana. Sio kwamba nilifukuzwa. Mpaka juzi hapa walikuwa na uchaguzi wao peke yao. Hata mimi nilichaguliwa. Wa kwangu hawakwenda lakini wanichagua kule. Watu 700 wanichagua. Kwa hiyo mimi nina kibali lakini wao hawajui. Unaona? Tumeenda wana mdogo. Tuko kikao cha mwisho. Wanasema wale vijana wanakatalia nini hati. Nikawauliza kuna mtu amekaa nao? Wanasema wale ambayo walikuwa na muamini ni Korola peke yake. Sio nikasema hapana, mimi nasema hakuna Gamalieli hapa. Kajibu mmoja wao sitaji jina lake la nini. Anasema wewe hujui tu. Wale nikasema wewe. Bwana mimi nasema hivi baadaye nikanyamaza. Mwisho akaja mchungaji Mwakanyamale hapo, marehemu na Mwasiru wakanikuta nimekaa hapo.
wanasema hatujalala. Makanya wanasema sikulala. Kwa nini? Kweli wale watoto wanataka na mtu sana tukutume wewe mwenyewe. Nikasema sina nauli mimi. Nani atanipa nauli? Asema katibu wako yupo. Kweli sikwenda. Mungu alinisaidia. Nikainua simu yangu hii. Nikasema Kaulu na mwenzako mko hapo ofisini. Nikasema nawaomba kesho, ilikuwa Ijumaa, kesho leo hii mkakati tiketi ya Jumamosi kwenda na kurudi. Mnikuta hapa nyumbani na maneno na mimi. Wale watoto walikuja kwa moyo mweupe, wakaja hapa. Nikawaambia Kolola ile hata iko yake, hata mimi ya kanisa lote. Msikatalie, sio yenu. Wakaniambia hapana, tulikuwa tunakatalia kwa sababu huyu alikuja anasema nipe, huyu anakuja, huyu hatukujua mwenye hati ni nani. Sasa kwa kuwa umekuja wewe, mbona ungesema leo tungekuletea hapa? Nasema haitakuwa mzuri. Nikasema Mwakipesile, Mwakisiara, Mfuko na huyu sasa ni makamu wa Mwakipesile anaitwa nani? Wawa. Tarehe 3 tuonane pale makao makuu. Kuna nini? Kasema mtaonaga hapo hapo. Katibu anasema mimi naenda kuhubiri. Akasema basi Wawa wapili wako nitakuwa naye hapo. Wewe wananidharau tu, nimewafanya mambo mazuri. Nilipofika pale Mwakisiara, tunaenda kufanya nini? Utaonaga huko huko. Tumefika pale, Mfuko yuko hapo. Kumbe Mfuko kule waliko mtu ameenda, kesi itakuwa tarehe 7. Nikasema nilichojia hapa hatukai, tunarudi Mbeya sasa hivi. Nimekata tiketi ya kwenda na kurudi msemo. Nimekuja mnione hati nayo hapa. Na wapa hati yangu sasa nimeipata. Hati. Nikasema Mfuko alisema hati. Nikasema mbona yule akashangaa yule maneno. Nikamwambia Kautu nipe hati yangu. Akasema hii hapa. Wenye ubishi wote mwanangu, hakuna mtu aliyesema pale. Nikasema sasa hati hii ilikuwa tumpe mzee Mfuko ndio mwenye nayo. Akasema mimi ni mzee, akamate Ngoi, kijana wetu ambaye amebadilika masala. Ndio tukampa pale. Nikasema sasa bwana, tukumaliza kelele hizi Mwakipesile, waite wakanda wote tuonane Dodoma kule kwako. Mara moja warudi. Wengine walitukana kule, anatusumbua huyu, sio anataka kutufanya nini, tulikuwa huko na na mimi Mungu alinipa hekima yangu. Tulipofika Dodoma wengine wamekasirika. Nikasema neno la Mungu linasema, na Waswahili wa mji wanasema nenda usikatae wito, kataa maneno. Sasa mimi nimewaita kweli, mlikuwa hapa, nina maneno mazuri juu yenu. Wengine hapa mtafurahi wenyewe. Nikasema jamani, yale tulikuwa tunalaumia na Juda mkule, nimemaliza mzee. Yapi? Nani? Hati. Nimepata. Mtu wa Mwanza lilia kama mtu anakufa leo. Umepata hati kweli mzee? Nimepata tena bila ugomvi. Na huyu aliyenipa huyu hapa. Wewe Ngoi lete hati yangu niwaonyeshe hapo. Watu walishangaa. Leo mwanangu nadharauliwa wakati nimewekea msingi mizuri. Ile hati wasingepata. Wale vijana nao waliagiza wakili wao kutoka Uingereza. Ilikuwa ngumu kweli, nikawapa. Naona nimewapa basi. Sasa uchaguzi umeisha. Nimewapa hati yao, ndio tunaitisha uchaguzi. Uchague wewe, uchaguzi akapita Mwakipesile. Sasa nani anamsumbua? Yanamsumbua hiki. Kwa hiyo sasa ndio nimekuita hivi. Wamekuita mwandishi wako. Ndivyo ilivyo. Mimi sina ugomvi na mtu. Juzi nilikuwa hapa Tunduma, wameanza uongo wao sasa, unaona? Wanasema eti anakuja kuchukua makanisa yetu. Nataka kuchukua makanisa yetu. Mimi nimewaambia wakati na maliza pale nilisema neno hili. Nasema na kwako wewe. Kwamba nimewapa kanisa hili. Sasa nikiona matatizo nalirudia kulichukua kanisa langu. Na watakao nipenda warudi huku niliko. Watakaotaka waende huko. Na kwenye naenda kuchukua mimi sitaki ugomvi. Mimi sio serikali. Serikali yangu imeniambia maneno mazuri kweli, ndio nimeshika. Walisema mwanzoni pale kwamba Mahene nenda na watu wako, Mwakipesile na watu wako. Tutakuja kusimamia wenyewe uchaguzi. Sijaona wamesimamia. Ndio maana nimenyamaza mimi. Naona hichi. Serikali nenda Mahene na watu wako. Mimi hapa mwanangu sikiliza, nimesimamia tu, mwenye kazi ni Mahene huyu hapa. Hajafa. Mtu mmoja nimwambia hivi, jamani fanyeni haraka Mahene anakufa huyu. Mtapata naye kipo Mahene.
watu hawalisikii. Wanasema huyu ana akili, sina akili kweli. Lakini nimerudi kwenye kanisa langu. Nirudishieni, wao wameshindwa hao. Wanipe tu. Mimi sitaenda kwamba nimefika hapa Dodoma na hapa nina kichaa. Hata asipotaka mtu kunirudishia ndugu yangu, mimi sitaki kugombana na mtu. Mimi nasema baba yao nimerudi. Kama wanataka waje. Mzee, tumekuwa tukiona kwenye mitandao ya kijamii sana kama vile EAGT zipo kama vile 4, kama EAGT Arisi, EAGT International, wafuasi wa Moses Scroller, EAGT Original. Sasa nikasema kwamba nikufuate mzee wetu, hivi EAGT ipo ngapi? EAGT ni moja wewe. EAGT ile alianzisha kwa aliyeniachia mimi hapa. Tena wazee nimebaki mimi. Shauri yenu msimalize upesi. Na mimi nikiondoka kama kolo mtakatana na mapanga. EAGT ya siku 2 iko hii wamejaza wenyewe. Ni EAGT Mwanjerwa alipea hapo jina hilo. Likatawanya nchi nzima. Mpaka Bukoba mpaka wapi? EAGT aliyoianzisha Korora. Ndio nimeisimamia. Na mimi nawaambia wakati kichwa changu. Labda. Lakini nikiwepo hapa EAGT bado ipo. Na nitairudisha mikononi mwa Mungu kabisa. Sio kama naogopa kufa mimi, hapana. Aniue mtu atapitia wapi? Nimesimama katika haki. Hayo maneno hacha. Hata yale makao makuu yale. Hata wale watoto wanasema tungejua tungekukataa na wewe. Tungeona wanavyoweza. Lakini kwa sababu tulijua wewe ndio Korora amekuachia kanisa. Na ndio maana sasa nimerudi mwana. Tena sio kwa vita, sio kwa kupigana, na wakusanya wanaonisikiliza na mwambia nimeirudia kazi yangu. Na ngoja mahakama yenu siko kule imalize, ndio nitaisha mkutano mkubwa achaguliwe askofu mkuu wa kuliendesha kanisa hili. Mimi ni mshauri kwamba usifanye hivi. Mimi nimeseka mwanangu. Kana wanavyotukana wanasema ana uchu wa uongozi. Nataka kutengeneza kanisa langu. Na tutaitisha mkutano na pande na wao. Sasa wao unaona serikali sema tutasimama, sio nao serikali imefanyaje? Bado sijapata jibu vizuri. Maana mimi nilikuwepo pale. Walipotuita kikuja, walipokuja kutufunga, wale walisema nenda mkawafuruge. Ilikuwa Mwakipesi atoe sababu zake. Alafu sikiliza. Yule aliyesimamia wakati ule nilimwambia maneno haya. Na yani timu alisema usipotengeneza vizuri tutasimamisha kazi. Sasa baadaye Mahene yuko Shinyanga, wakasema Mahene tunaomba urudi. Yule mtu ni maagiza. Mahene akarudi. Akatangulia kufika ofisini kwa huyo nani waziri wa mambo ya ndani. Na ndio mwenzake kaingia. Waliuliza maswali wakiwa wawili, kitu alichokosea yule nani yule. Niwaambia ukiona bwana Mishana uniite niwepo. Ni nani anayekataa maongozi? Sijui naye walimfanyaje. Amefika pale Mahene anasema ndio mimi Mahene nimesamehe, hata kesi yangu nilishinda Mwanza. Niliambia nipewe hela yangu, nisijapewa mpaka hivi leo, lakini mimi niko tayari tusameheane. Wanauliza wapi, nasema mimi natuza imani yangu. Sasa nyinyi waandishi wa habari na nyinyi mnatuandika vibaya namna gani? Yeye mwenzetu anatuza imani yake. Watu wanaogombana nikwambie kabisa, hata mnapoandika ni Mahene na Mwakipesi, sio sisi wachungaji. Yule pia wa Yanga na Simba, lakini wote ni Watanzania. Lakini wewe ndio mzee ambaye Moses Scroller alikutahadharisha kabla ya hii kutokea kwamba bana upata kuwa na mgogoro. Sasa kama wewe ndio mzee uliobakia ambao sisi wajukuu mnatuachia katika kanisa katika misingi hipi? Sikiliza, usisumbuke na kusema nimejaribu, anasema sina elimu, hawawezi kunisikia. Sio kwamba naogopa, nimeandika na barua yangu, hata nakaa nimepeleka serikali muda mrefu. Alijibu sitaki kusikiliza mambo ya kipumbavu kama huyo. Hata wala elimu hajui lolote. Sasa nifanyeje? Acha mkatane mapanga wenyewe. Mimi mwanangu nimesimama hapa wazi nasema njooni kwa kama Yesu alivyosema mwanangu. Anasema wote walio na mizigo waje kwangu. Hakuwaenda kuwabeba, walikuwa wanaenda wenyewe. Na mimi nimetangaza nchi nzima kanisa la Mwanjerwa sio hilo, ila nimeirudia EAGT yangu. Watoto wangu wote mulie nje ya nchi na waomba mrudi kanisani. Magufuli alisemaje? Rudi kwetu kumenoga.
Sasa nakwambia na wewe mwandishi, warudi kwangu kumenoga. Nina wachungaji wenye nguvu kama hao. Kama wanataka vita ya hela, mimi sina hela. Mimi na Yesu. Hela sina kabisa. Wala sitahonga mtu, wala sitampa mtu chochote. Wala mimi sitaitwa TAKUKURU. Sitaitwa ni TAKUKURU nimefanya nini? Ninaishi kwa imani aliyoniacha mwenzangu. Nimejaribu kuandika barua, haiwezekani. Watu wengine walizuia wachungaji wasikanyage nyumbani kwao. Na kweli muda mrefu sina mchungaji. Mungu amenipa mtu mmoja ambaye sitaki jina lake sasa kumtaja. Ndio Mungu asema wewe rudi kwa baba yako. Kwa hiyo nini? Wao wanajua, wana elimu iwasaidie. Unaona sasa wameanza kutishana wao. Wanaandika vigazeti, kuna watu wanaomuinda mkubwa, tena ni wa wale jirani zake. Sasa jirani zake ni nani? Sisi hatuko jirani naye. Alishatutupa siku nyingi. Kwa hiyo mwanangu, Mungu akubariki, ngoja niwasikilize na wengine. Na kama wewe ni mwanzishi wa EAGT, ni wito upi ambao unautoa kwa wana EAGT pamoja na wajukuu zako na watoto? Nasema nipo baba yenu, njoo. Mwanzilishi wa EAGT Mwanjelwa, nipo, njoni wote wajukuu zangu, hata mlionitukana, hata mliyesema mchawi, na waita wote. Kama mna masikio, neno la Mungu linasema hivi, aliye na sikio na asikie Roho wa Mungu anavyoambia makanisa yake. Mungu ameanza kunitumia, na waita bila woga. Wache ujinga walionao wakisema eti mimi sina elimu. Elimu ya nini? Biblia inasema elimu ya dunia ni upumbavu kwa Mungu. Kama wangekuwa na elimu wakimaliza, Mahene yuko pale, muwaambie waende kwa Mahene. Yule mtu akifa, EAGT sijui mtakafanya naye. Okay. Niwapanulie yale niliyowaambia pale kwa mke yangu. Sasa mmerudi, sasa wanangu, tuendeshe kazi ya Mungu hivi. Kama ni uongozi mtawapa. Kwani mimi nataka mtengeneze, mbona mnabaguana? Sasa mwanza kukamata na uchawi. Mambo gani hayo? Warudi mwanangu, hayo maneno ni magumu sana. Na tukikaa wanasoma kule ulikoandika. Na tukikaa hivi ndio tunataka kufa. Yule mtu anasema turudi bila matatizo yoyote. Sasa askofu, kuna watu ambao labda washa kutusi, wanaona kwamba nikirudi labda mzee hato nijali. Hapana, wananifahamu. Wengine nao jirani wananifahamu, unanitukana hivi na wasalimia tu. Ila wao wanaoga. Mimi siwezi kulipa kisasi mwanangu, andika vizuri. Mwambie mzee anasema hana kisasi chochote, ila nawataka mrudi kwake. Yeye yupo Mbeya, mnafahamu anapokaa. Na je, sasa mzee, sawa tunajua kwamba kwa sasa hivi kuna click ambayo imetokea EAGT. Sasa tutafanyaje ili kwamba hawa waliotoka wawapo upande wa pili wawe pamoja? Sasa wewe ndio kama mzazi. Ni waunganishe. Sitaki uiwe makundi mawili. Katiba moja ile ya kwanza. Mimi ndiye mwanzishi ambaye kanisa hili Moses Kolo aliniachia. Ndio nawaambia mrudi kwenye msingi ambao marehemu aliniachia mimi kama kiongozi. Na nyinyi mnajua kwamba mimi ndio nilichukua kazi yake baada ya kufa. Kwa hiyo nawaita mrudi. Niwaonyeshe msingi ya EAGT ilivyo. Basi.